Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Ni mchana mzuri kabisa ambao Mungu ametupa. Sikuwepo hapa Jumapili ya kwanza ya mwaka. Tulikuwa tumesafiri mimi na familia yangu. Tulienda nyumbani mara moja Mwanza, lakini pia tukapata kwenda nyumbani kwingine Bukoba kuwasalimu wazazi wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na tunamshukuru Mungu kwamba tumerejea salama. Na kwa sababu sikuwepo Jumapili ya kwanza ya mwaka, nitumie muda huu basi kukutakia heri ya mwaka mpya, kwa sababu ndio tumeonana tena kwa Jumapili ya pili ya mwaka. Heri ya mwaka mpya kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo lipo neno ambalo Mungu anataka kusema na sisi, na hivyo basi nikualike pamoja na mimi twende kusikiliza maneno ya Mungu. Na kabla hatujamsikia Mungu, basi naomba tumuombe kwanza. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, maneno yako ni uzima katika maisha yetu. Wewe ulituma neno lako Bwana kututoa katika maangamivu yetu. Asante kwa sababu mchana wa leo umelituma tena neno lako kwetu Bwana. Unayo makusudi mema juu ya maisha yetu, na asante kwa upendo wako mkuu. Umetukusanya tena mahali hapa tusikie kutoka kwako Bwana. Ninaomba utusaidie na kutuwezesha Bwana. Tunajikabidhi kwako, nami ninajikabidhi kwako, nikiomba unitumie kama chombo kiteule Bwana kwa ajili ya neno lako la uzima. Na Bwana, tukauone ukuu wako na nguvu yako itokayo kwa neno lako Bwana. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Kwa Kristo Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Mchana wa leo na hasa kwa kipindi hiki ambacho tunacho kabisa, kipindi cha mwanzo wa mwaka mpya, tunamshukuru Mungu kwa baraka ya kipekee na neema ya ajabu ambayo ametupa ya kuturuhusu kuona mwaka wa 2026. Tunajua si kwa nguvu, si kwa uweza, si kwa hali na uwezo wa elimu tulizonazo, lakini tunachojua ni kwamba Bwana ametupendelea. Bwana ametupa neema, ametufadhili katika nchi ya walio hai, na akatupa kibali cha kuona tena huu mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kipekee kabisa, ametupa hiyo neema. Na kwa sababu Bwana ametupa hiyo neema, kwenye kipindi hiki cha mwanzo wa mwaka kabisa, maombi ya watu wengi, maombi ya Wakristo wengi mwanzoni mwa mwaka mpya, wengi huomba mafanikio. Wengi tunaomba mafanikio. Mungu atufanikishe katika mwaka huu tulio nao, mwaka mpya kabisa. Tunaomba milango ifunguke. Yamkini kuna milango ambayo mwaka jana haikufunguka. Mungu ametupa hii neema. Kwa hiyo maombi ya wengi ni kwamba Bwana, mwaka huu milango ikafunguke iliyokuwa imefungwa. Tunaomba kwa habari ya maendeleo mwaka huu ambao ni mpya kabisa. Na sio vibaya kuomba hayo maombi. Lakini kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 33, mtumishi wa Mungu Musa anatufundisha ukweli wa kina sana, ya kwamba maendeleo bila uwepo wa Mungu si mafanikio. Maendeleo bila uwepo wa Mungu si mafanikio. Kwa hiyo hebu twende basi tusome maandiko haya. Kutoka 33. Tutasoma kuanzia mstari wa 12 hadi wa 23. Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako,
unionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako. Ukakumbuke ya kuwa taifa hili ndilo watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa, kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako? Sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami nakujua jina lako. Akasema, nakusihi unionyeshe utukufu wako. Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakayemfadhili, nitamrehemu yeye nitakayemrehemu. Kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Bwana akasema, tazama, hapa pana mahali karibu nami, nawe utasimama juu ya mwamba. Kisha itakuwa wakati unapopita utukufu wangu, nitakutia katika ufa wa ule mwamba na kukufunika kwa mkono wangu, hata nitakapokuwa nimekwisha kupita. Nami nitaondoa mkono wangu, nawe utaniona nyuma yangu, bali uso wangu hautaonekana. Mungu kupitia mchungaji wetu kiongozi ametupa mwelekeo kama kanisa na mwelekeo wa mtu mmoja mmoja, ya kwamba mwaka huu kama kanisa Mungu ametupa mwaliko wa kuzama katika roho. Maisha yetu kama kanisa, maisha yetu ya mtu mmoja mmoja, kipaumbele cha kanisa na cha mtu mmoja kwa mwaka huu, tunatamani tufikie viwango vya kuzama katika roho. Kwa hiyo tunataka kuweka mwanzoni kabisa mwa mwaka huu, Jumapili kama hizi za mwanzo ni za kujenga msingi na shauku ya kutosha kuelekea mada tulionayo ya mwaka huu, ya kutaka kuzama katika roho. Ndio mwelekeo ambao Mungu anatuita kama kanisa na kama mtu mmoja mmoja kwa mwaka huu, kuzama katika roho. Na wakati kama huu mwanzoni mwa mwaka ni vyema na ni muhimu kabisa tukawa na msingi mzuri na kuwa na wakati mzuri, msingi ambao utatusaidia tunapoendea hii mada ya kuzama katika roho. Basi mwanzoni hapa tuwe na ufahamu ulio sahihi utakaotusaidia maisha ya kuzama katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko tuliyosoma kwenye hiki kitabu cha Kutoka yanamhusu mtumishi wa Mungu Musa, ambaye Mungu alikuwa ametembea pamoja na yeye kwa karibu sana, akitenda mambo ya ajabu kupitia mkono wa Musa. Wakati huu Musa alikuwa ameshaliongoza taifa la Israeli kutoka Misri, utumwani ambako walikuwa wamepelekwa. Ameshuhudia miujiza mikubwa, mojawapo ni ile bahari ya Shamu, Bwana akiigawanya katikati yao, wakapita wana wa Israeli kutoka Misri. Lakini katika sura hii na mistari ambayo tumeisoma, pamoja na ukuu wote na vile ambavyo Musa ametembea na Mungu na vile ambavyo ametenda miujiza mingi mikubwa ya kutisha kwa msaada wa Mungu, Musa bado anafika anaona miujiza peke yake haitoshi. Kwenye hii mistari ambayo tumeisoma, anaona vile ambavyo Bwana amemtendea, vile ambavyo Bwana amelitendea taifa la Israeli, anaona haitoshi. Unajua, wakati mwingine inawezekana kabisa kuendesha gari kwa spidi kubwa, lakini ukajikuta hauko kwenye mwelekeo sahihi. Bwana asifiwe. Wale wenye magari wanaweza kuwa wanafahamu. Naelekea mahali, alafu unaendesha gari kwa spidi kubwa, baadaye unagundua sio mwelekeo sahihi, sio njia sahihi. Sasa wakati mwingine kasi haimaanishi umefika mahali sahihi. Wakati mwingine kasi haimaanishi
kama tumefika mahali sahihi. Na ndio maana sasa, kama ilivyo kwetu, kama ilivyokuwa kwa Musa, mwaka huu Mungu anatuambia bila uwepo wa Mungu tunaweza kwenda mbali, lakini tukamkosa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bila uwepo wa Mungu tunaweza tukapiga hatua za kutosha, lakini bado tukamkosa Mungu. Na ndio kipindi ambacho Musa alikuwa amefikia. Muktadha wa hii sura unatoka kwenye sura iliyopita ya 32 kitabu cha Kutoka. Hii habari tunaifahamu ya yule ndama wa dhahabu ambaye wana wa Israeli walimtengeneza na kumwabudu baada ya kuona Musa amechelewa alipokuwa amepanda mlimani kwenda kuomba. Wamebaki na Haruni na watu wengine. Walipoona Musa amechelewa, wakaamua kutengeneza ndama ya dhahabu. Sasa wakati huu hao wana wa Israeli, kumbuka, wameshatoka kule Misri, wameona nguvu za Mungu, wamesikia sauti ya Mungu, lakini wakamwacha Mungu na kuabudu sanamu. Na ndipo Musa aliposhuka akawa ameghadhibika, amekasirika, akaelewa kabisa kwamba hichi kitu si cha kawaida. Hakukubaliana na hicho kitu. Sura ya 33 ule mstari wa 1 na wa 3 ukisoma, Mungu anamwambia Musa, nitatuma malaika mbele yako, lakini mimi sitakwenda pamoja nanyi. Sasa hili ni jambo la kutisha kwamba Mungu anamwambia Musa, nitatuma malaika aende mbele yako, lakini mimi Mungu sitakwenda pamoja nanyi. Ni sawa na kusema kwamba wana wa Israeli walikuwa wanataka uongozi bila kuwa na ukaribu na Mungu. Wanazitaka baraka bila kuwa na uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Musa alielewa mara moja kwamba hili alikubaliki. Na sisi tunataka tuone mwaka huu tunapotafakari kuzama katika roho, Bwana anataka tuwe na njaa takatifu. Njaa takatifu kama mwanzo wa kuzama katika roho. Na hicho ndicho kichwa cha somo kama unaandika. Njaa takatifu, mwanzo wa kuzama katika roho. Kama ambavyo Musa alikuwa ameshuhudia makuu, yawezekana kabisa na sisi tunajua Mungu ametuvusha mwaka huu. Yapo matendo mema mazuri, makubwa, miujiza ambayo Mungu ameitenda mwaka jana kwa habari ya maisha yetu. Yapo mafanikio ambayo Mungu ametupeleka kwenye hayo mafanikio. Vipo vita ambavyo Mungu ametupigania kwenye hivyo vita mwaka jana. Ipo milango ambayo Mungu alifungua mwaka jana, mingi mizuri. Lakini miujiza hiyo bado haitoshi kwa habari ya mwaka huu tunapotaka kuzama katika roho. Tunapoingia katika huu mwaka huu na kuzama katika roho, mwaliko wa Mungu kwa kanisa na kwa mtu mmoja mmoja ni kuwa na njaa takatifu. Sasa hii ni njaa nzuri, kwa sababu njaa ya kawaida sio nzuri, lakini hii ni njaa nzuri ya utakatifu, kwamba mwanzo wa kuzama katika roho unaanza pale ambapo mtu anakuwa na njaa takatifu ya uwepo wa Mungu katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni kipindi ambacho Mungu anatuita tusiridhike na hali tulioingia nayo, hali tuliotoka nayo mwaka jana kwa habari ya maisha yetu ya kiroho, viwango ambavyo Mungu alikuwa ametufikisha. Bado Bwana anasema kuna hatua zaidi ya sisi kuwa nayo, ya kutaka kuzama katika roho. Na hivyo basi anatualika kama ambavyo Musa aliona umuhimu wa kutaka kuwa na uwepo wa Mungu uende pamoja naye. Sasa yapo mambo kadhaa ambayo tutayaangalia kutoka kwa mtumishi wa Mungu huyu Musa kwenye maandiko haya ambayo tumeyasoma. Njaa takatifu, mwanzo wa kuzama katika roho. Jambo la kwanza ambalo tunaliona, kuzama katika roho huanza na kutokutosheka kiroho. Kuzama katika roho kunaanza na mtu na muamini yule anayesema sitatosheka kwa habari ya maisha yangu ya kiroho.
Mwamini ambaye atachukua hatua na kusema hali ya kiroho niliyo nayo bado haitoshi, na akiwa na shauku hiyo, akitengeneza mtazamo huo, ndani yake anajisogeza kwenye hatua za kuanza kuzama katika roho. Ule mstari wa 12 hadi wa 13 tuliousoma, Musa anapomwambia Bwana, angalia wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Kwa hiyo Mungu anamwambia Musa, wachukue watu hawa, nenda nao. Lakini Musa anagundua kwamba Mungu umeniambia ni wachukue watu hawa niende pamoja nao, lakini hujanijulisha ni nani ambaye atakwenda pamoja nami. Sasa sio kwamba Musa alikuwa na kiburi, hapana. Ile kumwambia Mungu, wewe umesema niwachukue watu hawa, lakini wewe hujanijulisha kwamba ni nani atakaye kwenda pamoja na mimi. Hakuwa na kiburi. Musa alikuwa na njaa ya uwepo wa Mungu. Na ndio maana kwenye ile mistari inayofuata Musa anamwambia, kama uwepo wako usipoenda pamoja nasi, usitutoe hapa. Musa alikuwa na njaa. Ndani alijenga njaa na kiu ya kutaka kwamba hatua anazoziendea mbele, uwepo wa Mungu uko pamoja na yeye. Hakutosheka na miujiza waliofanya kule Misri. Hakutosheka na bahari ya Shamu ilipopasuka wakapita. Hakutosheka na ile fimbo aliyokuwa nayo. Bado alifika mahali akasema, hivi vyote havinitoshi. Bado Bwana, nataka unijulishe ni nani atakaye kwenda pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Musa anamwambia Mungu, nifundishe njia zako. Mbali na kutenda miujiza, Bwana, naomba nifundishe njia zako. Sasa si habari ya amri tu, bali ni habari ya moyo wa Mungu. Musa kutaka Mungu amfundishe njia zake. Alichokuwa nakitafuta Musa ni kutaka kujua moyo wa Mungu ukoje kwa habari ya maisha yake. Wapendwa, mwaka huu tunapoelekea kwa habari ya kuzama katika roho, inatuhitaji mtu mmoja mmoja afike, sijatosheka na hali ya kiroho niliyo nayo. Afike ndani yake, aone huo muhimu, atathmini huo muhimu, aone kwamba bado anahitaji uwepo wa Mungu zaidi. Je, umeridhika na hali ya kiroho uliyo nayo? Umeridhika na viwango vya kiroho ambavyo Mungu amekufikisha mwaka jana? Tunapotaka kuzama zaidi katika roho, tunaposema sitosheki na hali ya kiroho niliyo nayo, ndio mwanzo wa kuanza kuzama katika roho. Pale ambapo utatengeneza njaa ya kutaka uwepo wa Mungu uwe pamoja na wewe popote unapoenda katika maisha yako. Musa alipomwambia Mungu amfundishe njia zake, haikuwa habari ya amri, ilikuwa ni habari ya kutaka kumwelewa Mungu, kuelewa moyo wa Mungu ukoje. Na sisi mwaka huu, Mungu hataki tufanye vitu vingi sana. Mungu hataki tukimbizane na vitu vingi sana. Anachotaka tufike mahali ambapo njaa yetu ya kiroho, kiu yetu ya kiroho itataka kumjua yeye zaidi. Na tutakapomjua yeye zaidi, atajifunua kwetu zaidi kama ambavyo alijifunua kwa Musa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuzama katika roho kunaanza na kutosheka kiroho. Usitosheke mpendwa na hali ya mwaka jana. Usitosheke na miujiza ya mwaka jana. Usitosheke na mpenyo wa mwaka jana. Ipo miujiza mingine mwaka huu. Upo mpenyo mwingine mwaka huu, lakini utategemea na wewe kama ndani yako utakuwa na hiyo njaa. Bwana Yesu asifiwe. Musa alitaka kuelewa sio maelekezo tu, lakini ufahamu wa kina. Unajua, mtoto mdogo anaweza kutii sheria
anazoambiwa na mzazi wake bila kujua moyo wa mzazi wake ukoje. Tunaelewana eh? Mtoto unapomwambia afanye kitu pale nyumbani, wewe kama mzazi, wakati mwingine si unamshurutisha unampa amri na anatii, ila wakati mwingine anapokuwa anatii sio kwamba anajua moyo wako ukoje juu ya hicho kitu, si ni kweli eh? Lakini ukomavu wa huyo mtoto unakuja pale ambapo anaelewa kwa nini unamwambia hivyo. Ndicho ambacho kilitokea kwa Musa, kwamba ukomavu wake wa kiroho, kutembea kwake na Mungu kulimpeleka hatua wa kutaka kujua kwa nini. Yale mahusiano yake ya karibu yalimpeleka kwenye hivyo viwango vya kumuuliza Mungu. Na ndivyo ambavyo Mungu anataka mahusiano yetu mwaka huu tunapoenda kuzama katika roho. Tufike katika mahali ambapo si pa kupokea maelekezo tu, bali pa kutaka kujua moyo wa Mungu unasema nini juu ya jambo hili. Yamkini tumepokea maelekezo mengi kutoka kwa viongozi wetu. Wengine ni viongozi wa idara, tumekuwa tukipokea maelekezo. Kama kanisa tunapokea maelekezo. Lakini safari hii Mungu anataka tuende zaidi ya maelekezo ambayo tunapewa. Tujue moyo wa Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Unaridhika na mahubiri tu au unamtaka Mungu mwenyewe? Jambo la pili, kuzama katika roho kunahitaji kukataa kusonga bila uwepo wa Mungu, au kukataa kuendelea bila uwepo wa Mungu. Hii njaa ambayo tunataka tuwe nayo kama mwanzo wa kuzama katika roho, kuna tuhitaji sisi tunapotaka kusonga mbele, kukataa kusonga mbele bila uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Ule mstari wa 14 na 16 ukiendelea kusoma, Mungu akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Kama uso wako hautakwenda pamoja nasi. Musa anamwambia Mungu. Sasa ni Musa ni kama vile anaamua kuchelewa na Mungu kuliko kusonga kwa haraka bila Mungu. Ndicho ambacho Musa anakiamua katika maisha yake hapa. Anaamua ni bora achelewe akiwa pamoja na Mungu kuliko kuwa na haraka bila kuwa na Mungu. Tafsiri nyingine ni kwamba mwaka huu tunapoenda kuzama katika roho, Mungu anatupa mwaliko wa kututaka maisha yetu sisi, kila hatua, kila eneo la maisha, mtu mmoja mmoja asisonge bila kuwa na uwepo wa Mungu. Unapokuwa kazini, unapoenda shuleni, unapokuwa ofisini, unapofanya biashara, ufanye na uwepo wa Mungu ukiwepo pamoja na wewe. Uwe na uhakika ya kwamba uwepo wa Mungu uko pamoja na wewe. Unahisi uwepo wa Mungu uko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wito wa kitofauti ambao Mungu anatupa mwaka huu. Kuzama katika roho ni badiliko la kimaisha ya kila siku. Na badiliko hilo linaanza na pale ambapo mtu anakuwa na njaa takatifu ya uwepo wa Mungu. Chochote unachokifanya, popote unapokuwa, lazima ujiulize, je, uwepo wa Mungu uko pamoja na mimi? Kila jambo ambalo tutafanya mwaka huu ni lazima tujiulize, je, uwepo wa Mungu uko kwenye hili jambo? Yamkini ni maamuzi utataka kufanya. Yamkini ni biashara mwingine Mungu anataka kukupa. Yamkini ni mpenyo mwingine ambao Mungu anautokeza. Lakini jambo la kwanza lazima uhakikishe uwepo wa Mungu upo kwenye hilo eneo, upo kwenye hilo jambo. Kama uwepo wa Mungu haupo, basi uwe na uhakika kwamba Mungu hayupo. Maana tunapozungumza kwa habari ya uwepo wa Mungu, tunazungumza kwa habari ya Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe kujihusisha katika maisha yetu. Mungu mwenyewe kujihusisha kama mtu katika kila eneo la maisha yetu. Ndio maana ya kuwa na uwepo wa Mungu.
Mungu alipomwambia Musa uwepo wako usipoenda pamoja nasi, alikuwa anamwambia kama wewe hutaenda pamoja na sisi, kama wewe Mungu hutajihusisha na hii safari ambayo umetupa kuianza, basi usituchukue hapa. Mtoto mdogo, mfano huu, pakiwa na chumba chenye giza kubwa kabisa, alafu unataka umwagize mtoto mdogo aende achukue kitu kwenye hicho chumba kidogo, labda ni mtoto wako fulani, nenda kwenye hicho chumba akaniletee kitu fulani. Huyo mtoto ataenda? Hawezi kwenda kwa sababu ya giza. Lakini baba yake akasema, haya twende nikushike mkono tukachukue hicho kitu kwenye hicho chumba chenye giza. Si wataenda? Watachukua na watarudi. Giza halijabadilika, giza halijaondoka. Kilichotofautisha ni nini? Uwepo wa baba yake pamoja na yeye. Na ndivyo ambavyo Mungu anataka. Yamkini tutapita katika giza nene, lakini kwa sababu uwepo wa Mungu utakuwa pamoja na sisi, hatutaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Sharti ni uwepo wa Mungu. Haijalishi giza la namna gani litakuja, lakini kwa sababu tunajua Bwana ametushika. Wewe mwenyewe ndani moyoni una uhakika Bwana amekushika, una uhakika umezama katika roho na Mungu yuko pamoja na wewe. Ninakwambia utapita katikati ya bonde la uvuli wa mauti na mkono wa Bwana utakuwa pamoja na wewe. Uwepo wa Mungu katika maisha yetu, iwe ni familia, lazima familia zetu zihakikishe uwepo wa Mungu. Hatufanyi mambo yoyote, jambo lolote, hatusongi kwa eneo lolote bila kuwa na uwepo wa Mungu. Kuzama kwa kina kunathamini sana uwepo wa Mungu kuliko maendeleo. Kama tutataka kuzama kwa kina, shauku yetu ni kuzama kwa kina, basi lazima tuthamini sana uwepo wa Mungu katika maisha yetu kuliko maendeleo ya kitu kingine chochote. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tuko pamoja? Wangapi wanasema nataka kuzama katika roho mwaka huu? Basi yamtengeneza njaa takatifu ndani yako ili Bwana atusaidie kuzama katika roho vizuri mwaka huu. Sasa kuna matokeo ya hapo tunayaona kwenye hii mistari. Matokeo ya pale ambapo uwepo wa Mungu utakuwa pamoja na sisi. Matokeo ya uwepo wa Mungu katikati ya maisha yetu kama hatua ya kutaka kuzama vizuri katika roho. Na tunaona kwenye ule mstari wa 16. Musa, labda tusome ule mstari wa 16. Kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako, sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu walio juu ya uso wa nchi. Sasa hili ni swali Musa anamuuliza Mungu kwamba kama uwepo wako Bwana usipoenda pamoja na sisi, itajulikanaje kwamba mimi nimepata neema mbele zako? Na watu watajuaje kwamba wewe uko pamoja na sisi kama wewe hautaenda pamoja na sisi? Itajulikanaje? Kwa maana nyingine, matokeo tunayoona Musa anatuambia hapa, Musa alielewa kwamba haikuwa habari ya sheria, Torati walizopewa na Mungu, haikuwa habari ya ile miujiza, haikuwa habari ya idadi yao ya watu kama taifa la Israeli kwamba ndio vitawatambulisha kwa watu, vitawatofautisha kwa watu. Ilikuwa ni habari ya uwepo wa Mungu pamoja na wao. Ndicho ambacho kitatofautisha wao na watu wengine. Na haya ndio matokeo tunayaona kwamba uwepo wa Mungu utatutofautisha sisi na watu wengine. Biblia inasema sisi ni taifa teule, watu walioitwa na Mungu, taifa takatifu. Na kama sisi ni watu teule, taifa takatifu, tulioitwa na Mungu, tuliozaliwa na Mungu, maana yake ni nini? Popote tunapokuwa lazima tofauti yetu ionekane na watu wengine. Lazima tofauti yetu ionekane, lazima tuwe watu wa tofauti. Iwe ni kazini, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye eneo lolote. Mambo yetu tunapoyafanya lazima yaonyeshe utofauti.
Kwa nini? Kwa sababu sisi ni watu wa Mungu, sisi ni taifa teule, watu tuliobarikiwa, watu tulioitwa na Mungu. Lakini huo utofauti hauwezi kutokea kama mtu hana uwepo wa Mungu katika maisha yake, kwa sababu kinacholeta tofauti ni huo uwepo wa Mungu. Unapokuwa kazini, watu wafikie hatua ya kusema mtu huyu utendaji kazi wake ni wa tofauti. Kwa nini? Kwa sababu roho njema iko ndani yake. Hiyo roho njema inaletwa na nini? Inaletwa na uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wito mkuu Mungu anatuita wa kujitofautisha na watu wengine. Kuzama katika roho kutatuhitaji tuwe tofauti na watu wengine. Tujitofautishe na mazoea tuliyokuwa nayo ya mwaka jana na miaka mingine iliyopita. Kwa nini? Kwa sababu tunataka twende katika kina kile ambacho Mungu anataka tuenende nayo. Unajua, wengi tuna simu hapa, si ndio? Na hasa simu janja, smartphone. Hizi smartphone ukiziangalia kwa nje ni kama zinafanana, si ndio? Zote zina screen pale, zinafanana kwa nje. Lakini kinachotofautisha smartphone moja, simu ya mtu mmoja na mwingine, ni kile ambacho kiko ndani ya hiyo simu. Kwa nje simu zetu zinafanana, lakini tukisogeleana karibu sasa, unajua huyu ni Tecno, huyu ni Samsung, huyu sijui ni iPhone ngapi. Kinachotofautisha hiyo na uwezo wa hizo simu ni kile kilichoko ndani. Kwa hiyo kitakachotofautisha sisi na watu wengine ni kile ambacho tumekibeba. Ni uwepo wa Mungu ambao tutakuwa nao mwaka huu. Ni uwepo wa Mungu ambao utakuwa umejaa ndani ya mtu mmoja, ndio utamtofautisha mtu mwingine katika eneo la biashara. Bwana Yesu asifiwe. Uwepo wa Mungu, njaa ya uwepo wa Mungu, kiu ya uwepo wa Mungu. Unatamani kiasi gani uwepo wa Mungu katika maisha yako mwaka huu? Unatamani kiasi gani utembee na Mungu? Unatamani kiasi gani? Shauku yako, kiu yako ikoje kwa habari ya uwepo wa Mungu? Ni lazima tutengeneze hiyo njaa na hiyo kiu ya uwepo wa Mungu iweze kututofautisha na watu wengine katika maeneo ambayo tunakuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo mengine ya uwepo wa Mungu ni kwamba yanaleta maombi ya ujasiri. Uwepo wa Mungu, hiyo njaa ya uwepo wa Mungu inaleta mtu kuwa na maombi ya ujasiri. Sawa sawa na ule mstari wa 18 akasema, na kusihi unionyeshe utukufu wako. Sasa haya ni maombi ya Musa kwa Mungu. Baada ya vile hatua zote zile za kwamba Mungu, usipoenda pamoja nami usinitoe hapa. Mungu akamwambia, haya, uso wangu utaenda pamoja na mimi. Maana yake uwepo wangu utakuwa pamoja na mimi. Musa anapata ufunuo kwamba kwa sababu uwepo wa Mungu uko pamoja na mimi, maana yake Mungu mwenyewe yuko pamoja na mimi. Musa anaomba maombi ya ujasiri sana ya kwamba unionyeshe utukufu wako. Sasa haya maombi ya ujasiri hayawezi yakatokea hivi hivi kama huyu mtu hayuko vizuri na Mungu. Maombi ya ujasiri hayawezi kutokea katika maisha ya mtu kama huyu mtu hajahusiana vizuri na Mungu. Kama huyu mtu hana uwepo wa Mungu wa kutosha katika maisha yake, hawezi akafika kwenye hatua ya kuwa na maombi ya ujasiri kama ya Musa, ya kwamba Mungu, nionyeshe utukufu wako. Yalikuwa ni maombi ya ujasiri sana. Sasa na sisi Mungu anataka tufike hiyo hatua ya kuwa na maombi ya ujasiri, kwa sababu Mungu ametutaka tuombe. Na hatua nyingine za kuomba ni pale ambapo tunafikia hatua za kuwa na maombi ya ujasiri. Na maombi hayo ya ujasiri tunaona yanategemea sana huyu mtu kama ana kiu na njaa ya Mungu ndani yake na uwepo wa Mungu umejaa ndani yake, huyu mtu anaweza akaomba maombi ya ujasiri. Pale kazini unaweza ukaomba maombi ya ujasiri. Eneo la biashara unaweza ukaomba maombi ya ujasiri na watu wakashangaa kwamba yawezekanaje hichi kitu kutokea. Lakini kumbe kuna mtu mmoja amekubali mwaka huu
ajazwe na uwepo wa Mungu, na anafikia hiyo hatua kwa sababu amemfahamu Mungu vizuri, amefahamu moyo wa Mungu ulivyo, anaomba maombi ya ujasiri na vitu vinatokea. Jamani, Mungu anataka tufike hiyo hatua. Tunaishi kwenye dunia ambayo ina mambo mengi, ina vitu vingi, ina upinzani wa kutosha. Pasipokuwa na maombi ya ujasiri, hatuwezi kuvuka vikwazo vingine. Kwa hiyo inatuhitaji tufikie hiyo hatua ya maombi ya ujasiri, na inaanza kwa kuhakikisha uwepo wa Mungu uko ndani yangu, na hiyo njaa nimeitengeneza ndani yangu mwaka huu, ya kwamba mwaka huu mimi sikubali, mwaka huu lazima niwe ni tofauti, mwaka huu kwangu lazima nione nikizama katika vilindi vya Mungu. Tumalizie na jambo hili. Kuzama katika roho kunahitaji kujitenga na kujisalimisha. Kuzama katika roho kunahitaji kujitenga na kujisalimisha. Mstari wa 21 na 22, yale maandiko tunayosoma. Bwana akasema, tazama hapa pana mahali karibu nami, nawe utasimama juu ya mwamba. Kisha itakuwa wakati unapopita utukufu wangu, nitakutia katika ufa wa ule mwamba na kukufunika kwa mkono wangu hata nitakapokuwa nimekwisha kupita. Sasa Musa ameshamuomba Mungu ombi la ujasiri kwamba nionyeshe utukufu wako, na Mungu akampa masharti pale. Mstari wa 21 anasema, Bwana akamwambia Musa, tazama hapa pana mahali karibu nami, nawe utasimama juu ya mwamba. Kwa maana nyingine, Mungu anamwambia Musa, hapo ulipo, toka ulipo, njoo hapa nilipo mimi, pana sehemu karibu na mimi, nawe utasimama hapo kama unataka habari ya utukufu wa kwangu. Na ndio tunasema sasa, ili tuzame vizuri katika roho, kutatuhitaji sisi tujitenge na kujisalimisha, kama ambavyo Mungu alimpa mwaliko Musa, akamwambia hapa nilipo pana nafasi karibu na mimi, toka hapo ulipo, sogea na mimi uone utukufu wangu. Na sisi tunataka tuzame katika roho, lazima tumsogelee Roho Mtakatifu. Kwa hiyo itatuhitaji tujitenge na maisha ya kawaida, tusalimishe maisha yetu na vitu vyetu ambavyo yamkini tulivipa vipaumbele vya kwanza, tuviache na tusogee karibu alipo Mungu. Wapendwa, kuna nafasi karibu zaidi na Mungu. Ipo nafasi iliyo karibu na Mungu, ila itatutaka sisi tuamue. Itamtaka mtu mmoja aamue. Mungu anasema mara zote kuna nafasi karibu na mimi, kama alivyoitenga nafasi kwa ajili ya Musa. Kuna nafasi kwa ajili yako, kuna nafasi kwa ajili yako karibu na Mungu, ila utakubali kuamua kusogea kwenye hiyo nafasi? Usipokubali kuamua, utabaki kuwa wa kawaida. Lakini ukikubali ukaamua, nasogea kwenye nafasi iliyo karibu ambayo Mungu amenipa, utaona utukufu wa Mungu, utaona uwepo wa Mungu, utaona ukizama katika roho, na utaona utofauti, kwa sababu Mungu ameahidi hivyo. Kwa hiyo itatuhitaji tujitenge, itatuhitaji tujisalimishe. Je, ni vitu gani ambavyo unaona kabisa Mungu anakuambia ili uzame katika roho ujitenge kwavyo? Yapo mambo ambayo yamkini Roho Mtakatifu anaweza atakwambia na atatuambia tunapoelekea mwelekeo huu na mtembeo wa namna hii. Roho Mtakatifu atakuwa mwaminifu kusema kwa kila mtu kwamba jitenge na hili. Unataka uzame vizuri, jitenge na jambo hili, jitenge na watu hawa, jitenge na kitu hiki, jitenge na biashara ya namna hii, jisalimishe, achilia hili jambo umelishikilia kwa muda mrefu, eneo hili umejiongoza wewe. Maana tunajua kuna watu wengine ni wazuri kumuongoza Roho Mtakatifu kuliko Roho Mtakatifu kuwaongoza wao. Sasa mwaka huu tusimuongoze Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atuongoze. Tusalimishe vile ambavyo tumevipa nafasi ya kwanza ili tuzame vizuri katika roho. Tusalimishe mambo ambayo tumeyapa kipaumbele ili tuzame vizuri katika roho. Ni jambo la kanisa kama pamoja, lakini ni jambo la mtu mmoja mmoja, na ni jambo la ushirika. Yamkini kwenye ushirika vikundi mbalimbali
Mungu anasema nini na ninyi kwa habari ya kuzama katika roho. Ukawaida wenu wa mwaka jana ulikuwaje? Ni mambo gani yalikuwa ya kawaida kwenu? Na wito Mungu anaoutoa mwaka huu wa kuwa tofauti ili tuzame katika roho. Daima kuna mahali ambapo ni karibu na Mungu, lakini lazima tuamue. Bwana Yesu asifiwe. Hebu simama kwa miguu yako, twende tukamwombe Mungu. Huu ni mwaliko ambao Mungu anatupa, ni mwaliko ambao natamani twende tumwombe Mungu atusaidie. Na hatua ya kwanza ambayo Mungu anatupa ya kuwa na njaa takatifu kama mwanzo wa kuzama katika roho, tunayo maombi yetu ya siku 40 ambayo yanaanza kesho. Yamkini umesikia na bado ndani yako unajiuliza, hivi kweli nitafunga siku 40? Yaani ni kama hali inakunyemelea ya kuto kujitenga. Maana ni hatua ya kujitenga na kujisalimisha hiyo, kwa hizo siku 40 ambazo tunazianza kesho. Sasa nataka tumwombe Mungu atusaidie, atuwezeshe, ili tunapoanza kesho kama hatua ya mwanzoni kabisa ya kutaka kuzama katika roho, Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe. Mungu akupe njaa takatifu mwanzoni kabisa mwa habari hii ya kuzama katika roho. Atengeneze shauku ndani yako, atengeneze njaa na kiu ndani ya muamini, mtu mmoja mmoja, kanisa kwa pamoja, atutengeneze hiyo shauku na hiyo njaa tuwe nayo. Kwa hiyo utajiombea wewe mwenyewe, jiombee mbele za Mungu. Bwana akusaidie, Mungu akuwezeshe ikawe ni tofauti. Usikubali ukawaida, chukua hatua. Bwana atusaidie. Kwa watu wa timu watatupa chorus, alafu tutaenda kuomba. Natamani uombe na tujidhabihu kama kanisa pia kwa ajili ya maombi haya ambayo tunayaanza kesho. Kwa tujidhabihu mbele za Mungu, Bwana atusaidie na kutupa hiyo neema. Uwepo wako Bwana uwe nami, uwepo wako Bwana uwe nami, uwepo wako Bwana uwe nami, uwepo wako Bwana Nenda mbele za Mungu sasa, omba, jiombee wewe mwenyewe uwepo wa Mungu. Tunapoenda kwa habari ya maombi haya ya siku 40, omba njaa takatifu mwanzo kabisa wa kutaka kuzama. Jiombee wewe mwenyewe, Bwana akusaidie, Bwana akuwezeshe, atusaidie kama kanisa, atupe mwanzo mwema kama kanisa, atupe nguvu ya kutenda. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, uwepo wako Bwana uende pamoja nasi,
uwepo wako Bwana uwe pamoja nami, uwe na mtu mmoja mmoja mahali hapa Bwana, uwe na baba yule, uwe na mama yule Bwana, uwe na kijana yule, uwe na mtoto yule Bwana, katika jina la Yesu. Tunaomba utupe njaa takatifu Bwana ya uwepo wako Bwana, kama hatua ya mwanzo ya kutaka kuzama katika roho, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunaomba utusaidie Bwana, tunaomba utuwezeshe Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, tunajidhabihu kwako hata kwa habari ya maombi tunayoendea siku hizi 40 ambazo tunaziendea Bwana, si kwa uweza wetu, si kwa nguvu zetu, ila ni kwa roho wa Bwana, ila ni kwa roho wa Bwana. Tunaomba neema uisha mili hiyo Bwana, uisha mili yetu. Weka kiu Bwana ya kukutafuta wewe, weka njaa Bwana ya kuwa pamoja na wewe, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Msaidie mtu mmoja ambaye anaona hawezi, ambaye anaona hawezi Bwana, mtembelee, muwezeshe Bwana, mpe nguvu. Yamkini hajawahi kufunga siku 40. Hii ni mwanzo Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunaomba mpenyo kwenye maombi hayo Bwana, tunaomba mpenyo kwenye maombi hayo Bwana. Tusaidie, tusaidie Bwana, tunapokuja kwako kukuomba wewe, ukatusikie, ukatusikie kuomba kwetu Bwana, kuomba kwetu Bwana, na ukatujibu kuomba kwetu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Karabasheke riko bosaka yanda rabasaka riko bosaka yanda janda rabasiko rimanda roko bosaka yanda rika basaka, kwa jina la Yesu. Bwana, tunaomba neema yako Bwana, tunaomba msaada wako, tunashuka kwako wewe, utuwezeshe. Nenda nasi Bwana, katika jina la Yesu. Rika mashanda rabasaka yanda rabasiko rimanda shanda rabasiko rimanda. Asante Bwana, asante Jehova, asante Mungu wetu, asante kwa sababu Bwana utakuwa pamoja nasi. Asante Mfalme, tunakushangilia Bwana, kwa sababu tunajua ya kwamba hatuko peke yetu. Tumeanza na wewe Bwana, tumeanza na wewe Bwana, hatuko peke yetu Bwana. Tutaona wema wako katika nchi ya walio hai Bwana. Himidiwe jina lako na kutukuzwa, Mungu mkuu, katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya, amen. Naweza ukamshangilia Bwana.